بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عندنا تفسير سورة الفتح. إن فتحنا لك فتحا مبينا. tumesimama katika aya 9 jana, na leo tutaendelea inshallah aya 10. Unajua jambo lilokuwa muhimu katika sura hii ni kuelezea habari ya hii sulhu iliyotokezea, na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpeleka Uthman ibn Affan kama ni safiri wake, na sufara wawili kwa upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uthman ibn Affan aliyekwenda Makkah kuelezea malengo yao ya kuja pale kwa ajili ya umra, na kutoka Makureishi ujumbe wao, na akiwemo na Suhail ibn Amr ndio kiongozi, ndio balozi safir wa Makureishi. Ama kwa Uthman ibn Affan binisbati lirasul sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, likulli nabiyyin rafiq wa rafiqi fil janna Uthman. Kila mtume anakuwa na kipenzi chake na rafiki yake, na rafiki wangu mimi peponi na Uthman bin Affan. Na Uthman bin Affan ni Mtume sasa ni mkwe, amewazesha watoto wawili katika watoto wake wa kike, Ruqayya na Kulthum. Alipofariki huyo akamwozesha wa pili, hata watu wakasema huyo Uthman ana nuksi nini, kila mtoto akimwoa na kufa. Ndio sasa akasema ingekuwa na 10 ngempa moja baada moja kamwozesha, lakini ndio alikuwa hana tena. Fatima kaolewa na Saidina Ali, na Zainab kaolewa kabla ya wakati hii kabla, na kwa hivyo alikuwa hana mtoto mwingine wa kike wa kumwozesha. Kwa hivyo alikuwa akimpenda sana Uthman ibn Affan. Na Uthman kwa yale mapenzi yalikuwa baina yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliposikia unavuma kwamba Uthman ameuliwa, akakusanya masahaba wote, akataka wafungamane, wafanye bai'a, na wote walikuwa 1400 hawa. Na hii bai'a inaitwa bai'atul ridwan. Mwenyezi Mungu ameridhika nao. Bai'a hii tutaeleza tena tunapokuja kuisoma aya ya bai'a, aya 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Hii bai'atul ridwan, na shajara ilikuwa pale, mti wa shajaratul ridwan, ambao watu walikuwa tena wanaanza kwenda kwa wakati Saidna Umar, na kwenda wanakubusu na kunini kwa kutabarak na mti ukakatwa mbali kwa kuondoa fikra kama hizo katika dini. Kwa hivyo bai'at ridwan ni bai'a ambayo imejalia wapate nini, wapate pepo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameridhika nao wote 1400. Na bai'a hii kufungamana huku kulikuwa riwaya mbili. Kwa upande wa Bukhari wamesema wamebai na kuahidiana ni ahdi. Bai'a ni muahdi, kufungamana naye kwamba tunatoa ahdi kwamba tunakubai ya Rasulullah lil maut, mpaka kifo, mpaka kufa hatutorudi, tutapigana na wewe mpaka tujue moja hapo. Kwa nini wamemua mjumbe wako Rasulillah, mjumbe wa Rasulullah Uthman ameuliwa? Wengine katika riwaya za hadithi za Imam Muslim imeandikwa kwamba nini bai'a yao, kwamba la yafiru, wasikimbie wakiona mambo magumu baadaye. Pindipo ikibidi kuna clash, wakakutana na Makureishi wakapigana. Kwa hivyo baada ya aya kusoma aya 8 na 9, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, tumekupeleka ukiwa ni shahidi kwa umma wako, ukiwa mubashir, wenye kuwabashiria habari njema za waumini kwamba watapata starehe za peponi, wa nadhira, na kuonya kila mtu ili arudi katika dini ya Mwenyezi Mungu, aingie katika dini ya Mola. Na haya yote litu'minu billahi wa rasulihi, ili wanaambiwa watu wote wamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, watu'azziruhu watuwaqiruhu, na mumtukuze na mumheshimu, watusabbihuhu, na mumtakase Mwenyezi Mungu na kumadhimisha, bukratan wa asila, asubuhi na jioni. Tumesema haya mawili kwa ajili ya mtume, watusabbihuhu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, au kuna rufasiri zote tatu, watu'azziruhu watuwaqiruhu watusabbihuhu, zote tatu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mtukuze na mumheshimu na mumuadhimishe Mwenyezi Mungu. Na baada hapa inakuja aya hii ya 10, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. aya hii ni aya inaelezea ile kufungamana bai'a, kuweka ahadi kwa Mtume sallallahu. Na ahadi hii kuna mambo mawili matatu tutakayozungumzia katika aya hii, ambayo la kwanza umuhimu wa mubai'a huko, jambo la pili kauli yadullahi fawqa aydihim, na jambo la tatu la mwisho fasayutihi faman awfa bima ahada alayhi Allah. innal ladhina yubay'unaka, hakika ya Muhammad, wale ambao yubay'unaka, wanakupa ahadi, wakunyosha mikono yao wakakuwekea katika mkono wako kwamba tunakuahidi tunafungamana na wewe, na wote watu 1400. innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah, ujue kwamba hawa hawafungamani na kuweka ahadi kwako wewe tu, bali wanaweka ahadi na Mwenyezi Mungu. Yubay'una Allah, kwa maana Mwenyezi Mungu akawatia nguvu zaidi na yeye kusisitiza na kufanya hii mubay'a, kuahidiana, kufungamana na Mtume sallallahu alayhi wasallam na nguvu, na iwe tashrifa na heshima kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema yadullahi fawqa aydihim, yubay'una Allah, yani yuti'una Allah, wanamtii Mwenyezi Mungu. Na aliposema Mwenyezi Mungu yadullahi fawqa aydihim, inaonesha kwamba hii ni kutukuza, hii ni bai'a yenyewe na kumtukuza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kuna sehemu nyingine pia akasema man yuti'i rasula faqad ata'a Allah, mwenye kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam basi amekuwa amemtii Mwenyezi Mungu. Yadullahi fawqa aydihim litakid, kwa kutilia nguvu zaidi kwamba naam, ndichofanya ni sahihi na Mwenyezi Mungu ameridhika nalo, na Mwenyezi Mungu yuko pamoja na mimi. Na hapa dalili ya kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu akiwa anafungamana na wale wako tayari kufungamana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi atawapa kila aina nusra na ushindi na nguvu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameisupport kwa kusema yadullahi fawqa aydihim. Swala sasa hivi la mwanzo hilo ni kwamba hizi katika ayati sifat, ayati za sifatullah, sifa za Mwenyezi Mungu, imekuja nini? Imekuja kama hii Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, Mwenyezi Mungu katika arshi. Vipi istiwa maana yake nini? Inakuja yadullahi, mkono wa Allah, bimaana yadi, mkono, fawqa aydihim, juu ya mikono yao. Imekuja aya katika surati al-Haqa, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, wanabeba arsha Mwenyezi Mungu siku hiyo. Thamania nini? Thamania. Inakuja aya kama kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu kitaangamia isipokuwa wajha. Wajhi yani uso, wajhi wa Mwenyezi Mungu, au nini maana yake?
inakuja aya nini thumma stawa ala al-arsh nakuja aya nyinginezo fa inma tuwallu wujuhakum fathamma wajhu Allah na aya kama hizi zenye kuelezea yadullahi wajhullah istiwa ala al-arsh mambo kama haya hal utasema kwamba yadullahi mkono Allah yadi maana mkono na ndio kwa maana utaona kuna tafsiri tofauti yadullahi fawqa aydihim tukipata ile maana kwa jumla kwamba thawabullah fawqa aydihim juu ya mikono yao kwa kule kutekeleza au yadullahi yani quwwatullah wa nusratullah lahum kunusuru kwa Mwenyezi Mungu kwa nusuru wao fawqa aydihim juu ya nguvu zao za kutumia kwa ajili ya kuihami dini yao na kuinusuru dini yao yadullahi katika kuwapa tawfik na hidayah na kuongoza na kuwahami wasiuliwe fawqa aydihim juu ya taa yao kutii kwao hii inaleta maana zote sikatai lakini sasa hal tunatakiwa sisi tutafute nini maana hasa yadullahi iko mikono kula kina ina mikono ya vitu vilivyoumbwa mkono wa skeli mkono wa binadamu mkono kila moja tofauti watakuja mkono wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu kasema laisa kamithlihi shay hakuna mfano wake kabisa kwa hivyo wale kutaka kuleta ta'wil na maana ya maneno kama haya al-yad kuna tafsiri walokuja al-khalaf watu wa mwisho kuna watu wa salaf watu wa mwanzo masahaba na tabiina na maima wote maimamu wale kina Imam Malik na Imam Shafi na Imam Hanbal na Abu Hanifa na Nu'man na wengineo wao wana tafsiri yao na maelezo yao kuhusu haya na watu walokuja baadaye mwisho kama maulama wa mwisho baadaye wamesema kwamba hii al-yad yadullahi bimaana qudratullah bila kushabihisha au kummathilisha mkono umekaa vipi lakini yad bimaana al-qudra wale wa mwanzo wanasema nini lazima tuimeni wale walikuja mwanzo wanasema lazima tuamini hivyo hivyo kwamba yadullah imetajwa bila kuleta ta'wili na kuelezea yajibu al-iman biha والمراد بالمقصود هذا الله وحده أعلم kuingia katika kuayin na kuelezea exactly nini maksudi ya tawili hii baada kwamba hoja inajulikana kwamba laysa kamithlihi shay kwa hivyo hatuwezi kunini kuchukua maana yote juu ya hilo tukasema maana yake hivi au hivi au hivi bali iwache kama hivyo nusra Mwenyezi Mungu kudra Mwenyezi Mungu itakavyokuwa wallahu a'lam yadullahi fawqa aydihim faman nakatha فمن نكث فإنما ينكث على نفسه na yoyote yule anayevunja ahadi nakatha al-ahd bimaana naqadha al-ahd amevunja ahadi faman nakatha anayerudi nyuma akakataa kutekeleza ile ahadi aliyoweka au kutokuitimiza ahadi yake ndio maana yake faman nakatha فإنما ينكث على نفسه anavunja kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kwa kuidhuru nafsi yake mwenyewe kwa kumghadhibisha Mwenyezi Mungu na kwa hivyo kuna moto unamsubiri yankuth ala nafsi yadhlumu nafsahu bidhalika bila kutekeleza ahadi faman nakatha fa inma yankuth ala nafsi waman awfa bima ahada alayhi Allah al-awfa wafa yani aliyetekeleza aliyetimiza ahadi ile na kama aufa bima ahada alayhi Allah kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu ameahidi atekeleza yale aliyomuahidi Mwenyezi Mungu kwamba tunaahidi mbele yako ya Muhammad kwamba tutatekeleza ahadi yetu kwa hivyo naweka ahadi kwa Mwenyezi Mungu kwamba sisi tutatekeleza halafu kenda kinyume yani kama kwamba hatekelezi ahadi aliyoweka mbele ya Allah waman awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran azima yule man awfa
akatimiza bima ahada kwa yale aliyoahidi aliyomwahidi alayhi yale mambo yenyewe ile itifaki yenyewe ile ahadi yenyewe alafu Allah akamwahidi Mwenyezi Mungu fa basi hapo fasayutihi ajran adhima atamlipa ujira mkubwa malipo makubwa. Na ukitazama katika Qur'ani nzima hakuna popote iliyotumika neno alayhu kwa dhamma ila hapa. Msafu mzima iko alayhi ilayhi fihi. Pahala pawili imetumika neno kwa kutia hea dhamma dhamir wama ansanihu illa shaytan nadhkura ilivyo hasa ansanihi lakini hapa imetumika ansanihu. Kwa hivyo hapa alayhu kama walivyosema kwa nini imekuja alayhu limadha hina bidhati imetumika alayhu. Adhamma ukilinganisha na kasra na fatha adhamma athqal nzito zaidi kuliko kasra na nyepesi yao fatha. Al-fatha inakuwa nyepesi zaidi kuliko zote hizi ni akhafu al-harakat. Na hapa kuna ahadi inawekwa baina waumini hao na Mwenyezi Mungu na hii hakuna ahadi iliyokuwa thaqili kama ahadi hii. Ahadi zote zinazowekwa na watu basi hakuna nzito kama kuweka ahadi mbele ya mtume na kumwambia Allah tunaweka ahadi sisi na ahadi kwamba tunajitolea roho zetu tutapigana mpaka kufa au hatutokimbia katika vita. Hakuna ahadi athqal min hadha. Na ilipokuwa ahadi hii inaingiana na kuweka ahadi mbele ya Allah faman ahada alayhi ukisema faman ahada alayhi utaleta lam at-takhfif kwa sababu kitia kasra lam lafz al-jalala itakuwa nyepesi aiwa Allah inakuwa alayhi la bila ahadi kubwa kama hivi lazima tafkhim Allah bitafkhim al-ahd kwa kufakhim al-ahd bitia nguvu zito ahadi lazima utizito nini hii mubay'a kufungamana huku kwamba hata al-mauti lazima inaona uzito wake. Kwa hivyo hakuna ile ndaka dhamma iwe ni alayhi Allah dhamma imetiwa hapa kinyume na sehemu zote nyingine zilizotumika katika Qur'ani kwa sababu inapokuwa bihi bihim ilayhi yote inakuwa kwa kasra alayhi ilivyo. Lakini hapa tafkhim al-lafz al-jalala litafkhim al-ahd na ibara bila shaka labda katika darasa sauti tena nataka ya kuonesha kwamba nini hata katika kutoa ahadi inataka mtukuze Mwenyezi Mungu kwa sababu ahadi unaweka nzito hapa. Hii lugha al-Hijaz wanaitumia sana dhamma na hapa tu imetumika lugha al-Hijaz ukiwasha lisani al-Arab zote wanasema alayhi lakini lugha al-Hijaz imechukua hapa naona usema bihi wanasema bihim wanasema bihum na kwa hivyo ilayhu wanasema lugha al-Hijaz. Kwa hivyo imekuja lugha al-Hijaz hapa kwa ajili ya nini kuonesha uzito wa maana. Kwa hivyo hapa imesema waman ahada alayhi Allah fasayutihi ajran adhima wa ajran adhima bila shaka ni pepo. Hawa watu walikuja katika sulhi walikusudia umra watu 1400 ndani yake hakukuwa na makabila yalikuwa jirani kwa sababu makabila mengi ya jirani karibu na Madina walikuwa wanakuja kuambiwa baadaye muhudhurie pamoja na mtakaosajua baada ya kuingia Uislamu Madina na miaka 6 ikapita hata kutokezea hii safari ya umra makabila wengi walishaanza kuingia katika dini. Lakini jambo jipya lilozuka kwamba makabila haya yalipokuwa kidogo nje ya Madina makabila haya yalikuwa na unafiki mwingi ndani yake hawaja ndani ya Madina na watu wa Madina. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapitia makabila kadha ambayo yalikuwa nje ya Madina al-A'rab wanaitwa mabedu hawa ili nini wafate katika umra hii kama wanataka kwenda. Na lengo ni kwamba kila tuko idadi kubwa Quraysh kidogo watashtuka watasema la tusipigane nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam chapo amri
makabila yalikuwa nje haya kama wanavyotoka katika vitabu muarrikhun wametaja kabila al-Ashja, kabila Bani Aslam ya Ghifar, kuna Juhaina, kabila Muzaina, kabila Tidil, kabila Hawazin na nyinginezo. Haya makabila haya wengi ndani yake walikuwa kuamini kwenyewe ndio hivyo dhaifu al-iman, na wengi walikuwa ni wanafiki. Kwa hivyo walikataa kuwafuata. Hata katika muarrikhun wametaja idadi ndogo sana katika makabila walitoka hapa watu wawili, hapa 10, hata watatu, lakini hasa kwa kabila lote kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam walikataa kwenda. Na hoja yao wamesema nini? Hoja yao kweli hasa hofu, kiburi, uoga na hofu. Kwa sababu wameona namna gani ahzabu waliokujikusanya na wote wakarudi watu 10,000 na bado Makureishi wana nguvu, na makabila waliozunguka Makureishi akina Kinana na al-Ahbash na nani na makabila ya Thaqif yalikuwa wapi huko Taif na makabila mengineyo wako pamoja na Quraysh na katika kulinda Kaaba yao na masanamu yao yalikuwa ndani na dini yao. Kuna makabila fulani wao wanakuwa engage katika vita, kama kuna vita kupigana na watu wengine wanawalipa chochote bila shaka. Hao wakali katika vita wanaitwa al-Ahbash. Na wao pia wanaogopa. Kwa hivyo al-Ahabish wakiogopa Makinana na wakasema haya makabila ya Arabu walikuwa karibu na Madina, huyu Muhammad anakwenda kujitokomeza na kujiteketeza huko. Kaifa yadhhabu ila Makkah wa fiha a'da'uhu, anasema na kwamba nini, anasema wama huwa wa ashabu ya Muhammad na ashabu zake wote illa nini, akalatu ras yani ras moja, ngamia moja kichinja nyama yake inatosha wote, yani idadi ndogo, idadi wenye kula ngamia moja tu kichinjwa kimoja, yani idadi ndogo 140. na aliuliza Mtume sallam watu waliokamata wawili katika kidimbwi cha maji katika vita Badr, akaambia watu wa Quraysh nyewe kukataa, alafu baadaye wakakubali, akaambia wangapi nyewe kule, wakasema hatujui. Swala pili kauliza mnachinja chakula ngamia ngapi katika kula, sasa baina ngamia 9 na 10. Akasema idadi yao baina 900 na 1000. Hutumia kukisia watu kwa idadi ya chakula kinachopikwa. Kwa hivyo hawa ashabu na ashabu wake ila akala turas, chakula cha nyama moja tu kichinjwa, kichwa kimoja tu, yani adadun qalil, tutakwenda sisi kujiteketeza. Kwa hivyo hawa wakakataa kwenda makabila yote haya, na ndio kwa maana baada ya kurudi sulhu Hudaybiyah wakarudi za Makkah na aya hizi zinashuka na kufika Makkah. Kabla kufika Makkah Mwenyezi Mungu anaeleza haya ndio yatakayotokezea, kwa sababu waliokataa kufuata hapa, waliovunja ahadi ni haya makabila yaliokataa kumfuata Mtume, yalikuwa nje ya Madina. Wakati wanataka kutoka na kuwapitia kuambia, wamekataa wote ila kidogo tu, idadi hapa na hapa kidogo. Na kwa hivyo walokwenda watu wa Madina wale imani zao thabiti, ambao wamemahidi Mwenyezi Mungu, wakapata ridha Mwenyezi Mungu katika shajaratul ridwan, katika bai'atul ridwan, bai'atul ridhika Mwenyezi Mungu itakuja aya yake chini. Lakini wengi wao kutokana na maneno haya aya ya 10 wako watakaovunja ahadi na wako watakaotekeleza. Faman nakatha fa inma yamkuthu ala nafsi wa man awfa, anayevunja ahadi anajivunjia nafsi yake mwenyewe, hasara ni yake mwenyewe, anayetekeleza faida ni yake mwenyewe. Kwa hivyo na Mwenyezi Mungu atampa ujira mkubwa. Hapa inakuja sayaqulu laka, watakwambia wewe Muhammad, na hapa imekuja sayaqulu laka, na aya inayofuatia 15 sayaqulu bina laka in general wanasema. Lakini hapa kauli watakwambia wewe sayaqulu laka almukhallafuna min al-a'rabi. Hapa sasa hivi wanarudi zao, imekwisha sulhu na ahadi wameweka, awalikuwekea ahadi huku Makkah kabla mjarudi Madina,
na Mwenyezi Mungu karadhi naye na amewateremshia sakina, utulivu, na amewapa nguvu na imani zaidi, na wako tayari hata kutoa roho zao bila kukimbia katika vita. Hao wanarudi nao watu pure, imani zao kamili. Hao wanakwenda sasa hivi ukarudi, kuna mengine yatayafuatia, kwa sababu mkisharudi nyewe sasa hivi Mwenyezi Mungu kishakupeni mgongo wenu, yani dhidi ya Makkah sasa hivi hamna vita tena, mnapumua. Alau mna amani baina nyinyi na hawa walikuwa wakikuteseni miaka 13 ya Makkah, mkafika Madina tokea mwaka wa 2 na wa 3 na wa 5 wa Hijri, yote vita Badr, Uhud na vita vidogo vidogo in between. Halafu ikaja tena Ahzab, na Ahzab Mwenyezi Mungu akang'oa kila kitu. Zamani Mwenyezi Mungu kishatia udhaifu katika wale, na kishatia utukufu wa Uislamu katika nyoyo za makafiri. Hili walikuwa halijui watu, lakini Mwenyezi Mungu alipompa amri mtume wake aende kufanya umra, na watu waliomfuata ni watu 1400 tu. Wale watu walikuwa na imani thabiti kwamba hatutupoteza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wakamfuata mtume. Kwa nini? Kwa imani safi na kwa ukamilifu wa imani. Kwa hivyo hawa wanarudi sasa hivi, bushra njema inakuja kushuka kwa sura hii na kubashiriwa mambo chungu zima yanakuja. Sayaqulu laka, watakuja kukuambia. Na Qur'ani imejaa sayaqulu laka. Katika Qur'ani inakuja hii, na pitapokuja kwa kuambia hivi waambie hivi, na wale wajahili wajinga watayasikia haya maneno na watakuja kusema hivyo kama alivyosema Mwenyezi Mungu, na watajibiwa kama jawabu lilipokuja alipoteremsha Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mayahudi Mtume SAW alipobadilishiwa kibla kutoka Baitul Maqdis Palestine kuelekeza Makkah, alikuwa anaomba qad nara taqalluba wajhika fi samaa, naona unahangaika uso wako kwa juu, ya Rabbi badilishie kibla atakayofanya Makkah. Qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, tutakuelekeza kwenye kibla unayoridhika nayo. Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, peleka uso wako katika sura sayaqulu mwanzo. Alafu anasema sayaqulu laka nani? As-sufaha. Sayaqulu as-sufaha min an-nas, naoni Mayahudi. Sayaqulu as-sufaha min an-nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha, kitu gani kimefanya wabadilishe kibla ambacho walikuwa wamekielekea mwanzo Palestina? Kulli lillahi al-mashriq wal-maghrib, Mwenyezi Mungu yote yake iko mashariki au magharibi. Kwa hivyo wamesema kweli Mayahudi, na jawabu iko tayari, Mwenyezi Mungu shateremsha. Na hawa kajulikana kwa ndo sufaha min nas, na kila alisema katika sufaha watu wapumbavu katika watu. Kwa hivyo hapa ilipokuja masala kwamba sayaqulu laka, kuna sehemu nyingine pia anasema sanurihim ayatina, tutawaonesha aya zetu fil afaq wa fi anfusihim. Aya zishatangulia, itapofika kwamba wanaoneshwa ayatina wajue kwamba Mwenyezi Mungu ameshataja kule. Sayaqulu laka al-mukhallafuna, hao walokaa al-mukhallafuna, sio al-mutakhallafun. Al-mutakhallafun walojiweka tu wenyewe, lakini mukhallafuna kama mukhallafat, takataka jasbin filikatu, hawana maana, hawakuzidishi kitu wakikufuata, kwa sababu wanafiki watakwenda kwa uoga. Ikifika wakati wa kazi kweli watakimbia, watatia maneno walioamini, hasa wakawaharibia imani yao. Ndio walivyo siku zote. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala, wangelitoka na nyie pamoja wasingekuzidisheni chochote isipokuwa nini? Kukupotezeni na kukunikutieni udhaifu tu. Inakuja katika surati Tauba, kama wametoka na nyinyi. Law kharaju fikum, tukisoma surati Tauba aya 47, law kharaju fikum, law wangelitoka pamoja nanyi, ma zadukum illa khabala, wasingelekuzidisheni chochote ila kuchafua tu mchafuko. Wala awdha'u khilalahum, na angelikwenda huku na huku. Yabghunakumul fitna, wakitaka kukutieni katika fitna. Wafikum sama'una lahum, nyinyi mnakaa mkasikiliza wengine, wamo miongoni mwenu wanokaa kusikiliza. Wallahu alimu bidhalimin, wote hawa madhalim wanafiki wanokwenda katika nini? Katika makundi, hakuzidisheni ila fitna na tabu na nini, na kukuharibieni imani zenu. Anasema laqad ibtaghaw alfitnata min qabl, hawa wanataka kufanya fitna tu
na kukutieni chokochoko tu hao. Kwa hivyo hawa sifa tukuwafuata. Bora ulivyokuwa hataja kufuateni katika mlivyokwenda mkafanya hiyo sulhu. Na nguvu zenu Mwenyezi Mungu hajataka itokeze vita ndio kwenda Maka, bali imepatikana sulhu kwa ajili ya kuhifadhi nguvu zenu, kwa ajili ya kutumia mwaka 6 kutumia nguvu zenu katika mwaka 7 vita vitakuwa katika Khaibar na Mayahudi walijikusanya kule. Kwa hivyo sababu walizozitoa wale nini, tuache tumalizie aya. Qul lakal mukhallafuna min al-arabi, watakwambia hapo utapokuja kuambia twendeni kwenye vita, watakwambia shaghalatna amwaluna wa ahluna. Jamaa tumeshughulika mali zetu, biashara zetu, watu udhuru na watoto wetu, aila zetu. Hawa mabedu ya Arabu ambao walikuwa hajenda, watoroka nyuma wasikufate, watasema tumeshughulishwa na watoto na mali zetu, sina kitu gani, ili wasiende vitani wala hawataki kwenda, wanatafuta udhuru wote. Ahluna, ahli zetu. Na halafu wataongeza fastaghfir lana, tuombe maghfira kwa Mwenyezi Mungu atusamehe. Wanatangulia fastaghfir lana iwe ni katika nini, kuonesha kwamba tuko pamoja na nyie, lakini tuombe nini, tuombe maghfira kwa Mwenyezi Mungu, fastaghfir lana. Na Mwenyezi Mungu anawakashifu kwa kumpa habari hizi Mtume SAW kabla hata hajawaambia kwamba tutafuata katika vita. Na vita wenyewe kuna baina Khaibar mwaka 7 na kuna mwaka 8 kwenda kuiteka Maka. Na kwenda kupambana na Makureshi tena. Hizo aya zilizofuatia baada ya aya hii. Hapa tutazama sayaqul lakal mukhallafuna min al-arabi, watakwambia nini ya Muhammad? Shaghalatna amwaluna wa ahluna, tumeshughulisha mali zetu na ahli zetu, fastaghfir lana, tuombe maghfira Mwenyezi Mungu atusamehe, asituhesabie kama ni dhambi tumefanya. Lakini Mwenyezi Mungu anasema haya, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, haya wanasema kwa midomo yao tu, kwa ndimi zao tu, hakuna chochote chenye kutoka katika nyoyo zao. Qul, wajibu hivi hizo udhuru mnazotonyea, faman yamliku lakum min Allahi shay'an in arada bikum dharran au arada bikum naf'a, nani anamiliki kwa Mwenyezi Mungu jambo lolote la kukunusuruni au kukuhamini au kukuzuieni, jambo lolote Mwenyezi Mungu anataka kupitisha. In arada bikum, akikutakieni kufikeni dharran madhara, au arada bikum naf'a, au akitaka kukuleteni kukupeni manufaa, hakuna anaweza kufanya jambo ila Mwenyezi Mungu. Bal kana Allah bima ta'maluna khabira, bali Mwenyezi Mungu anajua yote, plani zenu zote mnazipanga, kila kitu. Unafikiri watasema kuja kuambia kwamba tutakufuata? Tutasema kweli kwamba bwana, kusema kweli sisi imani yetu juu tu, kudanganya wewe, sisi wanafiki. Watasema kweli kwamba nyinyi mnaenda kuiteketeza kwa Makureshi, kuna mahabishi, kuna Bani Kinana, kuna nani Makureshi wakali, kuna watu chunguzima wanakuwa pamoja nao, tutakwenda kuiteketeza sisi, tunaazimu sisi. Nendeni nyie, mkirudi dini yote mtauliwa na watu wako. Badhanantu, inakuja hizo aya zaidi zaidi haya. Nenda ukapoteze roho zenu na watu wenu, na wewe pamoja mteketee, خلاص na dini itoweke, turudi ujahili kama mwanzo. Wanaweza kusema kweli haya ndio yalikuwa katika nafsi zao, lakini hawezi kumwambia ajitia sisi waamini kama basi tuombe maghfira kwa Mwenyezi Mungu, sisi hatuwezi kwenda, wametushughulisha hali zetu si na nini. Ilipokuja kwamba tunakwenda kwenye Khaibar ambao watu kidogo tu Wayahudi, na sisi tutakwenda kusaidia, japo tutakaa nyuma tutufuate. Tutaeleza inshallah, tusimama hapa, time shafika. Aya hii itaipitia mbio inshallah aya 11 ili tuingie na aya zinazofuatia kesho inshallah. وبهذا نكتفي والله أعلم.